Hello, habari. Leo tutajifunza namna ambavyo unaweza ukapata wazo bora la biashara. Watu wengi tumekuwa tukifikiri ni biashara gani ambayo inalipa zaidi. Lakini wazo bora la biashara halipatikani kwa biashara ambayo inalipa zaidi. Biashara zote zinalipa vizuri, lakini kulingana na mazingira ambayo upo, inawezekana wewe ukaiona kwa mtu fulani imelipa zaidi, halafu kwako isilipe zaidi. Mambo ambayo unapaswa kujua ni kwamba kupata wazo bora la biashara sio kwamba linakuja kwa bahati, lakini ni mchakato ambao utahitaji upitie hatua kadhaa ili kusudi uweze kupata wazo ambalo ni bora zaidi la biashara. Jambo la kwanza nalo ni kuangalia changamoto au tatizo lililopo kwenye jamii. Angalia changamoto gani ambao jamii yako inalalamika, angalia ni changamoto gani ambazo watu ambao wanakuzunguka wanalalamikia zaidi. Halafu hilo linaweza likawa ni wazo bora zaidi kama utalitumia kama biashara. Kwa mfano, mnaweza mkawa na duka moja tu ambalo ni la vitu vya nyumbani katika mtaa wenu, lakini sasa hilo duka linafunguliwa kwa kuchelewa na linafungwa kwa kuwahi. Ukitumia hiyo kama changamoto, wewe ukija na wazo hilo la biashara, utafungua duka alafu utakuwa unajitahidi liwahi kufunguliwa na lichelewe kufungwa. Hiyo ni mojawapo ya sehemu ambazo unaweza ukaona ni gepu la kiuchumi ambalo unaweza ukalifanyia kazi na ukawa na biashara bora zaidi na ukafanikiwa zaidi. Jambo la pili, angalia uwezo wako na skills zako. Kati ya vitu ambavyo vinatengeneza uchumi wako kuwa imara zaidi na biashara yako kuwa nzuri zaidi ni kulingana na uwezo wako ambao unao, skills ambazo tayari unazo, vitu ambavyo unavijua, uzoefu ambao tayari unao. Ukitumia uzoefu au ukitumia ujuzi ambao unao, ni rahisi zaidi kufanikiwa. Kwa mfano, ukawa labda ni fundi simu, ni rahisi sana kutumia kipaji ambacho unacho, uwezo ambao unao huo wa fundi wa simu, kuangalia mazingira ambayo watu wanahitaji kusaidiwa kutengeneza simu halafu mafundi hawako karibu. Kwa mfano, kuna sehemu ambazo ukienda kupata fundi ni lazima uende mjini. Ukisogea sehemu kama hizo ni rahisi zaidi kutatua tatizo lao. Lakini pia unaweza ukawa labda ni mshonaji. Ukikaa sehemu ambapo washonaji wako kwa wingi sana, inaweza ikawa sio utatuzi wa tatizo. Lakini ukijitenga katika maeneo tofauti tofauti, ni rahisi zaidi kufanikiwa, kwa sababu kazi za ujuzi hazihitaji kuwa na mtaji mkubwa sana, lakini zitahitaji tu uwezo wako wa kufanya mambo fulani, ubora wako katika kitu fulani. Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya ni kwamba uangalie, kwa mfano, mnaweza mkawa na mafundi ambao wanashona nguo za kawaida, lakini wewe ukaja ukaanza kushona kaunda suti na ukatengeneza ubora sana katika bidhaa yako, halafu ukapata mafanikio makubwa sana katika sehemu ya ushonaji. Ninaweza nikatoa mfano tu wa kaunda suti za kawaida kabisa. Unaweza ukakuta kwamba kaunda suti mtu anashona kwa shilingi 100,000, ambapo kitambaa kitakuwa ni 50,000 na ya fundi ni 50,000. Kwa hiyo ukiweza kuingia ukawa unashona nguo nzuri sana, una uwezekano mkubwa sana wa kuweza kufanikiwa. Jambo la tatu ambalo ni la msingi ni kujifunza masoko au marketing. Kujua uhitaji wa soko uko upande gani. Unaweza ukaanza tu kufanya vitu bila kujua uhitaji wa soko unahitaji nini. Angalia watu waliokuzunguka wanahitaji nini, alafu unaweza ukawaletea hicho kitu. Kuna mfano mmoja ambao niliwahi kusikia, watu fulani wa kampuni la viatu walienda kuchunguza soko lao mahali fulani. Wakafika kule, walivyokuta watu wa kule wote walikuwa hawavai viatu. Sasa mmoja alivyorudi akasema ya kwamba jamani, kule watu wale hawavai kabisa viatu, kwa hiyo ni bora tusipeleke huko viatu vyetu. Lakini mwingine akasema kwamba watu wa kule tumewakuta hawavai viatu, kwa hiyo sisi tutakuwa ni watu wa kuanza kuwavalisha wale viatu. Kwa hiyo unatakiwa uangalie soko lako na uchunguze, uangalie, je, hivi vitu vinaweza vikauzika kwa watu hawa? Je, hivi vitu vinahitajika kwa watu hawa? Kwa hiyo ukiangalia ule uhitaji wa watu na ukaangalia mapungufu ambayo wanayo, ni rahisi zaidi ukaweza kuwafikishia biashara yako na wakaweza kukupokea kwa nguvu kubwa zaidi na kwa mafanikio makubwa zaidi. Jambo la 4 ambalo pia linaweza likawa la msingi sana, unaweza ukatumia njia ya improve and differentiate, kwamba unaangalia mawazo ambayo tayari wengine wanayo
vitu ambavyo tayari wengine wanavifanya, alafu ukavifanya kwa ubora zaidi, alafu ukajitofautisha na wao. Kwa mfano, unaweza ukakuta kwamba chips zipo tayari, lakini wewe unachokifanya ni kwamba utaongeza kuwa unafanya delivery kwa watu. Ni rahisi sana kupata wateja wengi zaidi, lakini pia kuingia kwenye soko kwa nguvu zaidi. Inawezekana kitu kisiwe ni kipya sana kwenye jamii hiyo, jambo hilo lisiwe ni jipya sana kwenye eneo husika, lakini jambo hilo likapokelewa kwa utofauti mkubwa zaidi, pale ambapo inawezekana wewe ukaja tu kwamba ukawa unapika chips kwa kasi sana, ukawa na majiko zaidi ya moja, kwa hiyo unapika chips kwa haraka zaidi, mtu akihitaji anapata ndani ya sekunde chache. Hiyo pia inaitwa ni improve and differentiate. Kwa hiyo unaweza ukatumia mbinu hiyo na ikakusaidia kufanikiwa katika masoko husika. Lakini jambo la tano na la mwisho kwa sehemu hii ni kwamba unapaswa uanze kwa mtaji mdogo, ujifunze, halafu ndipo uweke mtaji mkubwa. Usije ukaanza na milioni 5 ukaiweka mahali halafu baadaye ukaja kugundua kwamba biashara hiyo hailipi au biashara hiyo ni ngumu sana kufanikiwa. Leo nitakupa namna ambavyo unaweza ukapata mawazo ya haraka ya biashara. Andika matatizo 10 katika jamii yako ambayo unayaona, halafu chambua matatizo 3 ambayo yanajirudia zaidi siku hadi siku. Halafu angalia ni tatizo gani ambalo unaweza ukalitatua wewe kwa ubora zaidi na kwa mtaji mdogo. Hilo ndilo wazo lako ambalo unaweza kuanza nalo la biashara. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu muhimu, usiogope.